Tulikuwa tukiambizana Ramadhani yaja, lakini hatuna budi kuambizana Ramadhani yendao, na si Ramadhani yenye kwenda, wenye kwenda sisi. Lakini twenda vipi na Ramadhani? Hapo ndo suala kila mmoja atakiwa ajiulize. Hatutaki twende na Ramadhani, hatutaki tuiondoke Ramadhani. Ramadhani haiondoki, itakuja. Kiondokacho ni kitu ambacho hakiji tena, ndo kumwambia kimeondoka. Ramadhani itakuja, lakini mimi na wewe, je, tutaipata itakayokuja? Je, tumefanya yatakiwayo? Faya laita shi'ri manil maqbulu minna fanuhanni wa ya laita shi'ri manil matrudu minna fanu'azzi. Masikitiko. Na alisema mapema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ba'uda man adraka ramadhana wa lam yughfar lah, in lam yughfar fi Ramadhan famata yughfar lah. Bwana mmoja ilikuwa kazi yake ni muhandis, contractor, mjengaji majumba, akifanya kwenye kampuni. Ikabakia miezi mitatu ndo retire. Subhanallah. Baada miezi mitatu kufanya nini? Hodari. Ile kampuni imepata umaarufu kwa kazi yake nzuri aliyokuwa akifanya. Ukimpa kazi ya kukujengea nyumba, atakutolea nyumba huwezi amini. Zaidi ya vile utakavyosawirisha wewe ile nyumba, yeye atakutolea uzuri zaidi. Bosi wa ile kampuni akamwambia, bwana, kuna nyumba nataka ujenge, najua wewe bado miezi mitatu kuritaya, lakini nakuomba kwa hisani yako, tafadhali, kwa heshima zote, kuna nyumba ndio itakayo ya mwisho ujenge. Yule bwana akaiangalia ile plani ya nyumba, akaona hii nyumba itahitaji zaidi ya miezi 6. Akamwambia, hii nyumba inahitaji zaidi ya miezi 6 na mimi bado miezi mitatu kuritaya. Tafadhali nakuomba kwa hisani yako, ongeza miezi mitatu, lakini mistoridhika nyumba hii ijengwe na mtu mwingine. Ni fundi hodari, ni fundi mwaminifu, ni fundi akikufanyia kazi utaona raha. Nitakuongeza utakacho, lakini mimi nitaka ujenge wewe, iwe ndio nyumba yetu kazi yako ya mwisho ulioifanya katika umri maisha yako kwenye kampuni yetu. Ule bwana maa kuthrati lilhahi, alipokuwa amehimizwa sana na ule bosi, amemsisitiza sana, ikabidi hana budi afanye nini? Akubali. Hana budi akubali, akakubali. Lakini shaitani akamjia hapo, wewe waritaya, umefanya kazi siku zote, kazi gani umefanya ambao ndani yake umewahi kupata donge la kisawasawa? Hivyo waritaya, wewe huna chochote? Patiliza sasa hapo, manake hii ni nyumba ya bosi, umwambiacho atatoa. Mwambie ataka simiti ile ghali, atakupa wewe, kanunua ile ya rahisi. Mwambie nataka mifereji material kadhaa, nunua ya rahisi. Wewe kila kitu chapa, andika kile cha ghali, lakini ukinunua cha rahisi. Shetani akampana hoja. Unajua shetani ana dalili ukupa. Haambia hivi tu. Ajua kwa sababu Mwenyezi Mungu atakwambia siku ya kiyama, kul hatu, usiseme tu nipe, vunja hoja kwa hoja, toa hoja. Shetani akamwelezea,
kwa sababu wewe ungalia, umefanya kazi, hawajakupa bahashishi hawa, umekuwa mwaminifu, umekuwa kadhaa siku zote, umeishi naye kwa uzuri, Kwa hiyo wewe patiliza hapo sasa. Na kweli akaijenga ile nyumba, akaongeza miezi mitatu, lakini akalipwa. Lakini nyumba yenyewe aliipiga nteu, alifanya kazi ambayo kwamba huitwa ni shaghala baghala. Ajua kwamba hii nyumba si nyumba, yani ikitoboa miaka 2 mitatu lazima itakuja ipige nini, makreki. Lakini yeye sasa ataka ile pesa. Kafika miezi 6, memaliza kukabidhi nyumba. Sasa bosi akasema tunataka kufanya sherehe ya huu bwana kufanya nini, kuretire. Kukaalikwa sherehe, bosi akasimama kuzungumza, fulani hapa you are retire, na kampuni imekubali kumzawadia hii nyumba aliyoijenga. Ni kiswa cha chekesha, lakini ukikiwa hakika yake ni cha kuuliza. Waqadimu ila ma amilu min amalin, kila mmoja ajijengea nyumba yake. Amali ufanyao humfanyii mtu. Huyu aliona mjengea bosi, hakikatul amri humfanyii babako, humfanyii mamako, humfanyii mke wako. Man amila salihan, ndo hii nyumba. Wewe waona wamfanyia mwenzako uzuri, lakini hakika nyumba utakuja kupewa wewe mwenyewe. Waman asaa, sema mmemtukana, nimemkosha kweli kweli, nimetoa dukudu, waman asaa faali, utakaa mwenyewe. Hebu sawirisha ni majuto aina gani huyu contractor atakuwa akijuta maishani mwake, kujua kumbe hii ni nyumba ni yangu, si yake. Kumbe hii ni nyumba nilikuwa naweza nijenge bi ahsan, kwa njia bora sana, kwa njia nzuri sana. Lakini je, atafalia majuto sasa hapo? Kuikaa haiwezi na kukodisha haamini. Mimi na wewe, hii Ramadhani imekuja kwa faida yangu mimi. Humfungii mtu. Ukisimama ukifanya tahajjudi ni kwa ajili yako wewe. Usende kwamba fulani henda na mimi huenda. Nenda kwamba wewe watakiwa wende. Swali kwa kuwa wewe watakiwa uswali. Funga kwa ajili watakiwa wewe ufunge. Toa kwa ajili watakiwa wewe utoe. Usifanye kwa ajili ni yako wewe mwenyewe, itakufaa wewe mwenyewe, utakwenda kuketi wewe mwenyewe. Ramadhani twaiata Ramadhani. Ramadhani haituati, twaiata, lakini twaiata vipi? Hakuna anayejiwa na mgeni yoyote, ila lazima wakati wa kuagana mmoja yeye atakuwa na majonzi zaidi. Na kwa nini awe na majonzi zaidi? Kwa aloyaona kwa ule mwenzake. Ima yule anayesafiri asikitika kuondoka kwako, ahuzunika, au wewe wahuzunika kwa uzuri wa suhba na ule mgeni wako. Ni kweli si kweli haya? Hakuna. Ima utawakutana wote si haba, ule mwenyewe ule unena si haba, alhamdulillah urudi zangu kwangu, na ule mgeni na ule mwenyeji unayonena si haba, kiungulia umeondokea. Lazima mmoja kila mmoja katika wale ima ataathirika upande wa salbi au ijabi, ima kuna negative au positive ataipata. Afurahi kuondoka, huzunika kuondoka. Na hili ndilo linalokuwa baina ya sisi na Ramadhani. Kuna watu Ramadhani yasikitika kuondoka kuwawacha, na kuna watu wasikitika kuona Ramadhani yaondoka yawawacha, na kuna watu Ramadhani yafurahi siaba, kama kupambana na leo korofi, fadhali niondoke nde zangu.
Na kuna watu sema hiyo si haba, yenda zake. La haula wala quwwata illa billah. Mimi na wewe tuko kwenye hali gani? Mimi na wewe tuko kwenye pote gani? Yarudi sasa kwa Mola wake, yenda kupeleka ripoti, ya Rabbi, memkuta fulani Izzuddin huko Ramadhani nzima hini hana. Ya Rabbi, nimemkuta fulani Ramadhani nzima mashallah ana. Ntamani ya Rabbi ungeniengeza vile namna alivyokuwa akinitukuza, vile alivyokuwa akiniheshimu, vile alivyokuwa akinifanyisha kazi, vile alivyokuwa. Na mwingine atakuwa akisema, ya Rabbi, kama fulani mwakani atakuweko, naomba nisende, fadhali mbakie waate na malanti yao siku zote. Subhanallah. Saa ingine ukasikia kuna wageni walikwa, kwambia fulani bado yuko, fulani bado ndo kiongozi, ngoja akimaliza muhula wake ndo mimi nitakuja. Sasa na Ramadhani ni hivyo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, wa fil ardi ayatun lilmuqinina wa fi anfusikum. Kuna mambo si wenyewe tukiangalia tuyaona, mifano tele, sisi wenyewe, sisi kwa sisi. Lakini suala ni hili alouliza, afala tubsirun, mwaona kweli? Munao mato ya kuonea mambo? Subhanallah, subhanallah. Alwada, namna gani tutaiaga Ramadhani? Inshallah itakuja zungumziwa namna gani tutaiaga Ramadhani. Sikuhuzunishe sana, lakini yastahiki kuhuzunika. Kumi hili si kumi la furaha, kumi hili ni kumi la majonzi kwa wale waijuao Ramadhani, na kumi hili kwa watu wenye furaha, wale ambao hawaipendi Ramadhani. Kuna watu washindwa kufuturu kumi kama hili, na kuna watu kwambia tufuturu kisawa sawa, mwisho sasa patiliza futari. Kwa nini ashindwa kufuturu? Kwa sababu wajua, mimi kila nikifuturu naimaliza siku, na yeye hataki maliziki, lakini haina budi. Mahma tala al-lailu la budda min tulu'il fajr, usiku atakawa mrefu kiasi gani, lazima alfajiri tatokea. Said Majid ndo hapa. Usiku atawa mrefu gani, wa mahma tala al-umru la budda min dukhulil qabri, usiku atakawa mrefu, umri atakawa na miaka mingapi, huna budi utaingia kaburini. Kama alfajiri lazima itoke, manake usiku mrefu ni kwa wale wenye ndoto mbaya. Mtu kiota ndoto mbaya huona usiku ule mrefu, na wenye kesha wale huona hivi alfajiri tayari, labda andhini mapema mwadhini wa kwanza au maana baada wa pili, hawataki umalizike ule usiku. Na ule usiku aliokojela huona ule usiku mrefu hauishi. Lakini hata ukawa ukaongezewa tena ukapewa tena, kunahitaji extra time. Ziko baada ya extra time nyingine, kuna injury time, sio? Kisha kuna na nini, extra time. Lakini la budda min tulu'il fajr, hakuna budi ongezewa miaka, mwisho utakwenda. Subhanallah. Lakini sasa suala, hii Ramadhani yaondoka kwa hali gani kwetu sisi? Yapeleka ripoti gani? Kama kuna bado ripoti zako si nzuri, rekebisha, tengeneza, adilisha. Unao nafasi ya kufuta na kuandika nyingine, nafasi iko. Lakini siku ile kuangalia mwezi ukionekana, khalas, hakuna tena, haitofalia tena. Kilio, kujuta, kusikitika haitofalia. Sasa nafasi tunayo. Khutba yetu ya leo,
khamsu haqa'iq min fiqhul ibtilai, mambo matano ni muhimu tuyajue uhakika wake katika namna gani Mwenyezi Mungu yuwapa mitihani waja wake. Muislamu ni yule anayeelewa, anayepata mazingatiwa katika matukio. Matukio kwake isiwe ni story tu kuelezewa, jana kunyesha mvua nzito. Muislamu ni ule, kwa nini kawa ni nzito? Jana inyesha mvua nyepesi, kwa nini kawa nyepesi? Sasa fiqhul ibtila, kuelewa ile mitihani inayomjia, kwa nini ije, imewekwa kwa lengo gani, imewekwa kwa madhumuni gani. Waweza wewe ukaifasiri kwamba ni hivi, kumbe sivyo kamwe vile unavyofasiri wewe, kwa sababu sisi hatuelewi na hatutofautishi baina ya mitihani na baina ya matatizo. Kuna mitihani huja ni kwa sababu ya kukufutia wewe dhambi. Kuna na mitihani huja kwa sababu ya kukuadhibu wewe kwa dhambi. Sasa muumini ni yule atakaye kutofautisha hii imekuja kwa ajili gani na hii imekuja kwa ajili gani. Ingine ni dhambi, wakasema Mungu hataka kutufutia dhambi. Sasa Mungu hataka kukufutia, Mungu ndio hukuchoma kwa dhambi ulionazo, kwa sababu asli wewe kwanza hata hiyo mitihani huna, upati mazingatiwa. Sura ikupatao upati mawaidha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwambia mtume kwamba fadhakir in nafa'ati, kisha akasema sayadhakaru man, kuna mtu ataedheka, lakini wayatajannabu halashqa alladhi yasla an-nar al-kubra. Hakuna mtu mesikia faida ya kusikia, natija ya kusikia, faida ya maelezo, natija ya maelezo. Si tunataka natija. Sasa khamsu haqa'iq fi fiqh al-ibtila. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani, katika surah al-Ankabut atuambia baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Watu wadhania kwamba sisi swali, sisi ufunga, sisi mashallah utoa madarasa, sisi utoa ujenga misikiti, usimamia mayatima, usimamia walimu, kwamba hutopata mitihani hata kidogo. La, usidhania namna hiyo. Wewe kama fikra yako namna hiyo kwamba ukiwa mtu mzuri Mungu hawezi kupa mitihani, la, Mungu hampi mitihani, bali yaweza mbaya Mungu asimpe mitihani. Bali yule mbaya na mkorofi na jeuri Mungu aweza simpe mitihani, kwa sababu mara nyingi mtu utaka kukupa punishment kwamba akikukosa hakupati tena, lakini inna Allaha la yumli lidhalimi, Mungu humpa nafasi, humpa muda. Fa idha akhadhahu lam yuflithu wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima inna akhadhahu alimun shadid. Mungu hana haraka kabisa. Serikali ndio itakuwa na haraka, shika yeye, fanya bidii tena asitoke, kwa sababu yeye akitoka ndio ametoka. Lakini Mungu utatoka uende wa utatoka. Waswahili kwambia mwenda tezi na omo wayua ngama kikoani ndio marejewa. Kama wewe wa kikoani, kama wewe wa Sarigoi, kama wewe sijui wapi, paite utakapo wewe. Mama Zurui hoko sijui ndo hoko ndo ngama ile, huna budi utarudi kwenye ngama. Sisi kule kwetu nena marejewa ni Mkunazini, huna budi utakwenda tini ya Mikunazi, maana makaburi yote yako tini ya Mikunazi ile ndo. Sasa Mwenyezi Mungu hana haraka na wewe. Kama wewe pale ulipokuwa huna haraka na mtoto wako mdogo, umemwona mtoto mdogo amekojoa mlangoni, we ndo hapa hicho kimekimbia, ukifukizi unajua kiate kendre kitakwenda kitashuka na ndaki, itabidi arudi wa nyumbani, kuja mwenyewe
na wewe utakuwa mwenyewe. Mungu hana haraka na wewe, na hukupa nafasi hasa pengine utabadilika. Sasa Mwenyezi Mungu asema watu wafikiria an yutraku, wataatwa tu wasipewe mitihani yoyote, kwa sababu an yakulu, tena wamesema tu, pengine hata imani bado haijaingia. Waqalat al-arabu qul lam tu'minu walakin qulu walamma yadkhul al-iman fi qulubikum, hata imani bado iko hapa, yataka ingia hapa. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, kabla yao kwa kuna watu wana imani tena wakapewa mitihani ya kisawasawa. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin. Lengo na mitihani, Mungu atakujua mkweli ni upi na mrongo ni upi. Mkweli ni upi? Mitihani ndio utaweza kujua. Bila mtihani hakutaweza kujulikana. Si leo atakao pasipoti, atakao kitambulisho, kuna nini kule huitwa vetting, ili tujue kweli wewe umezaliwa Kenya. Mimi licha kuzaliwa Kenya, mimi nimezaliwa kabla Kenya haijapewa uhuru. Kenya ilikuwa haitwi Kenya, likiitwa hii hapo zamani. Hakuna, nyote mmezaliwa kwa baada ya uhuru. Hii dalili kwa hakuna alokuwa Abdullah. Kenya kabla haiitwa Kenya likiitwa nini? Yui. Hakuna yu hapa. Yaani nyinyi mkizaliwa nyote hapo huitwa Kenya. Mwambao, una hakika? Pwani. Lakini hii Kenya kabla Amfeso alikitwaje? Wewe umezaliwa yule wa Tanzania mwenye ameitoa. Ala kulli hal. Kenya hivyo sawa. Sasa si kuna hiyo vetting. Ile vetting lengo la kuwekwa ni kutaka kuhakikisha wewe kweli ni Mkenya. Sasa na hii mitihani Mwenyezi Mungu ameweka kutaka kujua kweli wewe ni muumini au huifanyisha tu. Tulitoa kiswa siku moja hapa. Kulikuwa kuna msikiti una mlango kama pale. Mlango kwa sehemu kama ile. Imamu ndo mlango wake mwenyewe aingiliao. Siku hiyo akaonekana kuna jirani hapo si Muislamu. Jirani wa msikiti si Muislamu. Amekuja amevaa suruali paka hapa na ushishie panga. Muangalia ndani ya msikiti namna hiyo. Wasema ana nini leo yule? Mara akapita Muislamu mmoja akamshika kikosa akaenda naye. Leo mzee sijui mevuta bangi ya wapi, Ethiopia ile au nini? Kama yake tumeona hata kutoka vile. Mara amerudi panga lote damu. Kati ya kitwa nani Muislamu zaidi hapa? Watu wote kuliona panga wakainamisha kitwa tini. Sasa imamu kwa kibulani, jamaa akamwambia hapa Muislamu sana ni huyu imamu. Imamu akasema mimi mwenyewe najifundisha kuswalisha. Hata sijawa Muislamu sawa. Baba panga hapo. Yule akasema la, mimi sina vita. Mimi leo nina sadaka ya chakula cha Waislamu. Sasa nina mbuzi nataka kutindiwa, yule ajua kutinda lakini hajui kutuna. Nataka mtu tu akanitunie. Wakajitokeza watunaji sasa hapo. Lakini ilipokuwa kuulizwa Muislamu zaidi hapa, kila mmoja alitia kitu atini. Unaona mitihani hiyo? Sasa sijui hapa akitokea akiuliza nani Muislamu zaidi hapa. Mwenyezi Mungu atupe thabati. Wala Mwenyezi Mungu asitupe mitihani kama hiyo. Hatari ya. Angalia wewe namna gani wakati haya mali haya uyatukue, ima tukua ima muogope Mwenyezi Mungu, hali yako itakuwa vipi? Hapo ndio pa kupima imani. Mwanamke wa haramu huyo uwate umwambie inni akhafu Allah, au funga mato bwana, binadamu mimi. Kullu binadamu wote ukosea bwana. Tutatubia kisha baadaye. Alokuambia nani? Una hakika wewe utapata nafasi ya kutubia? Wajua tatizo halikuwa kwenye kutubia, tatizo liko kwenye kupata nafasi ya kutubia. Sunna ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika maisha
ni maisha yajengwe kwa mitihani. Hayendi maisha mpaka kwa mitihani. Kuna mwanadamu atapata mtihani katika dini yake na ndio mtihani mbaya. Mtihani katika dini yako ndio mtihani mbaya. Kuna wengine upata mitihani kwenye mali, haujambo. Kuna wengine mitihani katika familia, haijambo. Maana yake pia nayo ukiangalia mtihani wa mali, kuna watu kwambia, hey, sitaki matezo kwenye mali yangu. Yeye uradhi amalize familia yake. Kuna watu wanaenda kuuza familia yao kwa ajili ya kupata mali. Kwa hiyo haya mitihani yote Mwenyezi Mungu hakuwaweka ni adhabu. Mungu hakutuumba sisi atuadhibu kabisa, lakini atupa mitihani kutujaribu, kutuangalia nani atabaki na istiqama, nani atanyoka, nani atakuwa mkweli, nani atamwogopa Mungu. Nafasi unayo, title deed hii, kubadilisha jina kazi rahisi. Mali ya mirathi umeatiwa hii, watoto ndugu zako wadogo waweza ukazipiga barnamiji ukasema baba kitambo aliandikia kanambia hizi zako wewe, lakini la, wewe ukasema ikiwa watu hawanioni, je? Kweli ule msichana alimwambia mamake, ya umma, Omar hatuoni. Mungu wa Omar, mama mwambia tia maji kwenye maziwa, mwambia Omar ametukataza, lakini amwambia Omar atatuona. Wewe tia, akamwambia kweli Omar hatatuona, lakini Mola wa nani? Je, tunalo hilo? Bosi hakuoni, CCTV hakuna, taa zimezima, lakini inna Allaha kana alaikum raqiba. Mungu atutizama, halali wala hachoki wala hasindii. Hapo sasa ndo mtihani. Dili hii ni hapo, hakuna mwenye kukataza na dili hiyo. Fanya vile utakavyo, fanya itakiwavyo. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, katika watu ambao kwamba watafinikwa na kivuli, si kwamba hakuna kivuli la kivuli chake, ni rajulun da'atuhum ra'atun dhata mansibin wa jamal. Ana specification zote, senti ziko, uzuri. Manake aweza kukuita mwanamke lakini ukimwangalia sio kivutio chako. Kukataa si ukataa yule mwanamke, ukiulizwa kwa nini umekataa ukanena jike lote lile nilifanya nini mimi? Au kijike chembamba hata matone akiingii. Yani hana mvuto kwako wewe. Mtume asema ukaitwa na mwanamke, wewe ndio type yako kwa lugha ya sasa. Wewe ndio choice yako, ukimwangalia kila pande ya kuvutia. Na senti ziko baba. Si mambo sasa utanipeleka hoteli gani? Utanunulia nini? Sio mwanamke huyo. Maana yake wanawake wengine akikusalimia tu salamu alaykum wa alaykum salam, baada ya salamu alaykum pole utaendelea kesho, sina credit nini nitumie credit. Hata hamu ya yuana yataka credit. Kasi hatari huyo. Kiwana atataka nini simu haswa? Manake salamu alaykum ataka credit. Haya ukikwambia hali yako atataka simu haswa. Angeandika hali yangu iko vipi lakini simu yangu mbaya. Subhanallah. Yake kumwogopa Mungu si jambo dogo, si jambo jepesi, yataka kuamua. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia kuweka hii mitihani kusudi liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Huwezi kujua udi unukiao na usionukia kwa kuweka puani urongo. Hasa ile miudi ya rais ile ukiweka puani tasikilia huko hata ya kwenye moto. Mbona ufikiri magingi? Manake afadhali mwakaa kuliko magingi, yana moshi mbaya. Lakini udi sasa utakapoutia motoni ndo pale ndo sasa utakwambia hunu wanukia au hunu haunuki. Sasa lengo la kuchoma ule udi upate kujua ni upi mzuri na ni upi ambao si mzuri. Sasa ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utupa mitihani ajue al-khabitha min at-tayyib. Waliyumahhis Allahu alladhina amanu wa yamhaqal
kafirin. Mwenyezi Mungu apate kuwatofautisha. Jua hii hawa ndio kategori, hii ndio mali safi na hii ndio mali ghafi. Anachepuka tu. Hakuna kingine. Yule director wako ndio yani, kwa nini hakuna wakati mimi bado niko single? Wanazuoni watuambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huwapa nguvu maadui mpaka wale madhaifu waje waseme jamanini, hakuna Mungu, mbona hali imekuwa namna hii? Ili wataka kujulikana kweli wewe siku zote muamini Mungu. Manake mpaka ufike useme jamanini, mbona hawa huifanyia takialo, Mungu uko wapi? Imelala? La haula wala quwwata illa billah. Kisha Mwenyezi Mungu huja akadhihirisha nguvu yake kwa wale waliokuwa majeuri. Nyinyi mwenye imani mkasema Mungu uko wapi? Mungu akaja akawatikisa mpaka wote wakawa wasema la ilaha illa. Subhanallah. Siku moja kuna bwana Russia, manake Russia ndio walioanza mambo haya ya ilhad, mambo ya kukataa Mungu, hakuna Mungu. Na bwana mmoja akamwambia mimi niko tayari, lakini nataka tuchallengeane tukiwa angani kwenye ndege. Sawa? Akakusanya ile mijagwiji ile mijagwiji ile, yani wale wakubwa wale ambao kwamba wao wapingaji wakubwa wa Mungu, akatukua ndege nzima, twendeni. Fika angani, kumbe ameagana na pilot. Ikifika huko wewe tangaza kwamba ndege mashini zimefeli. Kila mmoja alitamka bila kutaka, Mungu ni wewe tu uwezao. Fanya mateso wewe. Mtu akinipa milioni moja kwanza. Kadhalika isikie gari imepata pancha baba. Ndege. Hiyo ni kwenye sinema tu. Mungu atujalie. Pilot atangaze, haya jamanini, kama mtu unawasia rekodi kwenye simu yake, hapa ilipobaki hapa hakuna cha kubakia. Subhanallah. Wote walitamka Mungu ni wewe tu uweza kutuokoa. Kumbe munaye matezo. Sasa mwanadamu sengine huja akasahau. Sasa ndo Mungu weka mitihani kuangalia wewe utakuwa na istiqama siku zote kumuelewa Mola wako, au wababaishwa na matatizo ukamsahau Mola wako. Kuna mambo matano haya inshallah tutajaribu kuyapitia kwa haraka haraka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka kusudi, kuna testi tofauti tofauti. Leo watu hutukuliwa damu, lakini ile damu ikaenda kupimwa vitu tofauti tofauti, zote upimwa ndani ya ile damu. Mtihani aina ya kwanza ni al-i'dad al-haqiqi li tahammul al-amana. Wewe huwezi kuwa muumini wa kisawasawa mpaka tukufanyie testi kweli. Hatuwezi kujua kama wewe muaminifu mpaka tukuatie pesa ambazo hatuzijui hisabu yake. Wewe bwana, lazima hisabu hizi pesa, mimi nashaka nazo, sijui hata ni ngapi. Na kumbe najua ni ngapi. Sasa hapo ndo utamjua. Sio mwambie bwana, hii ni milioni, hala hisabu milioni kweli? Sio kama kumepungua kitu kidogo. Mimi sijui kamwe hisabu yake hizi pesa, wallahi nilikoroga nimezitanganya, sijui wallahi. Zafika laki, hazifiki, kumbe 300,000. Laki moja, laki mbili, laki tatu. Boss, hizi laki mbili hizi. Najua alikuwa umezidi kitu kidogo. Hapo ndo tutamjua. Lakini huwezi kumjua ni mwaminifu, mwambie bwana pale kuna milioni moja bwana, ihakikishe tena. Khalas, umeshamfunga wewe. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hukupa mitihani si kwa ajili ya kukuadhibu, si kwa ajili ya kukutesa, kwa sababu yeye amejipa sifa yake. Sisi siku zote tukisoma Qur'ani usema bismillahi arrahmani. Haiwezekani Rahman mwingi wa kusikitiko kisha awe tamwadhibu mja. Na ndio Mtume SAW akasema la yahliku fillahi illa halik. Umuonaye adhibiwa ametaka yeye ile adhabu, lakini Mungu
ndipo taratibu zingine zifuate. Hataki kukuadhibu, lakini ufanye nini wewe? Unabudi, mimi nataka ya Rabbi mimi niadhibu tu, sitaki kusikitikiwa. Basi خلاص. Yani wewe mpigia mtu honi pi 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 pi, yeye amekuja kujitia tairi ya mbele, ufanye nini? Gonga. Gongelea mbali, usiangushe gari bwana ukatumiza sisi. Maliza, gonga yeye. Fanya nini sasa? Hataki, gari kwa speed, ukimhepa utatumiza sisi. Miza yeye. Si amejitia mwenyewe? Nimepata kazi. La yahliku fillahi illa halik. Nimepata kazi ya ndani. Sasa kitu cha kwanza, mtihani Mwenyezi Mungu humpa mja wake lengo na madhumuni. Bosi wangu ni wa kiume mama. Kwa sababu Bosi wa kiume kubeba ile amana ya Uislamu, ni mkarimu, ananipenda. amana ya kumkubali Mwenyezi Mungu, amana ya taa, unashindana naye bosi wa kiume peke yake, amana ya swala. Ibn Abbas yasema maksudi wa inna aradna al-amana, maksudi yake ni swala. Kila mmoja akaogopa kuitukua kwa sababu yataka kutekelezwa ndivyo. Ana upendo. Wa hamalaha al-insan, mwanadamu akaibeba. Lakini sasa amana kama hii ni mpaka uaminiwe wewe kuibeba. Leo hatuwezi sisi kumpa mtu kazi ya keshia mpaka tumuone ana professional au ana certificate amesomea kuhusu accountant, ndio sio? Kwa sababu wajuaje haya masala yanafungamana na nini? Pesa. Mwanzo ajua mahesabu, haitoshi kujua hisabu. Ya abati istajiruhu inna khaira man istajarta alqawiyul alamin. Yatakiwa uaminifu wanao. Sitaki nimweke mtu hapa hivi atatuletea tatizo, tutaka tumweke mtu ambaye kwamba atakuwa na uaminifu. Kama hana uaminifu hatotufaa mtu kama huyo katika ukeshia. Sasa na Mwenyezi Mungu ataka kukubebesha wewe amana. Kuna dakika ngapi? Kufanya test. Dakika 17. Kawaida ya 17. Lakini ni iwani kuisave. Mitihani hii na hii. Mitihani hii ni ya kuangalia, utasubiri, utababaika. Mara vijana wagonjwa, mara kazi yaanguka, mara sijui huyu akupiga vita, mara huyu akutukia, mara huzuliwa hili, mara ukazuliwa lile. Yote haya Mwenyezi Mungu akuangalia wewe tu. Angalia amana iko hapa, haiko kwenye mimbari. Huo ni mtihani pia. Waangalia Mungu atakuangalia, mtakuwa na mimi, mtakuwa na ule upanda na simbo vile angekuwa upanda na kitu ambacho si kawaida. Amana. Mwenyezi Mungu atupa mitihani kutuangalia. Vipi sisi tutaweza kubeba hii amana? Bosi imekata huko nje. Vipi utaweza wewe kubeba majukumu Mungu aliyokupa wewe? Kama wewe Mungu amekupa majukumu gani? Mtoto utaweza kubeba masuhulia ya wazazi? Mzazi utaweza kubeba masuhulia ya watoto? Shekhe utaweza kubeba masuhulia ya maamuma? Imamu wewe maamuma utaweza kubeba masuhulia ya imamu? Mume masuhulia ya mke masuhulia. Mitihani hii ni kila mmoja ili Mwenyezi Mungu atuangalie vipi tutaweza kubeba haya masuhulia itakiwavyo. Kadhalika utaweza kumiliki matamanio yako katika mambo ambayo kwamba yapingana na ile professional yako. Wewe ni keshia, senti saa zote hizo haitokuja katika nafsi yako bwana, tukua kidogo bwana, itakufaa. Huyo bosi utakumwambia una kitu hakupi Panadoli, tukua itakufaa siku nyingine. Leo hesabu imezidi hiyo. Mitihani. Mus'ab bin Sa'ad rahimahullahu ta'ala alimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu nasi ashaddu bala, watu gani Mungu huwapa sana mitihani? Hebu niambia na mimi. Sikiliza. Mtume hajajibu akasema mateja, wezi, majambazi. Asikiza. Ayu nasi ashaddu balaan qala al-anbiya. Al-anbiya. Sasa wewe utakuwa shinda mitume? Ikiwa mitume upewa mitihani, mitume upewa mitihani, wewe al-anbiya wenye mitihani sana ni mitume.
kisha thumma al-amthal fal-amthal. Katika riwaya nyingine thumma al-ulama, thumma al-amthal fal-amthal. Fayubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, kila ukishika dini zaidi Mungu hukupa mitihani zaidi. Wewe ukishikilia hili Mungu atakutolea hili mtihani mwingine, design nyingine ya kuangalie. Wewe umelingana, mashallah, husengenyi, huteti, hukati watu, hukati kizazi, lakini mke wako huku uteta na huyu akiteta na huyu. Wewe mashallah huwaheshimu majirani, wanao korofisha majirani. Yani wewe ukiziba huku, utembezwa Waswahili, shati atoe chanda. Ukimkataza kwa huku atatumbua kwa pande hunu, ukifanya kwa hunu atatumbua pande mwingine. Subhanallah. Nini yote Mwenyezi Mungu ataka kufanya nini? Kukuonda, kukuangalia namna gani wewe. Wajaribu leo ukimpatanisha huyu, ukimpatanisha mke wako na mamako, kesho utakuta mke wako na watoto wako wameteta. Leo ukipatanisha ndugu hawa, utakuta hawa wanahisi sijui wana mashemeji sijui ndo mamezaa sijui ndo wameteta. La alhasili hakukosekani, ikiwa si hili ni hili. Nini kusudi Mwenyezi Mungu akupe mitihani, akuangalie wewe utasubiri katika mitihani, utatoboa au utasema basi bwana ninachoka. Kadri ya kushikamana nako na dini yako ndio kadri Mwenyezi Mungu hukupa mitihani. Na ukiona wewe hupewi mitihani, jipekue. Jipekue. Manake mimi nitakupa mfano, mimi upenda sana kwenda na mifano. Mtu amekupa shilingi 5 ya Kenya au noti ndogo ya Kenya nga 50, amekupa 50, uketi ile 50 kwa sababu waona hii haina neno, lakini akakupa dola 100, ndio atakuyua ndio kweli originally, utatumia zile ndia zote. Sasa ule ambaye hapate mitihani akaiona mimi sina neno, ni ile noti ambayo si muhimu. Hakuna anaitamali apoteza wakati kwa kuangalia noti 50 au kobole lile la shilingi 20, utakupima aliangalia rushe namna nini anakupoteza. Lakini ukipewa paundi 50, baba kama iko nafikiri ni 20 tu wale, iko 50. Umepewa euro 100, muangalie vizuri sawa manake wewe si mambo euro 100 si shilingi 100 baba, shilingi karibu 1015 hizo zitakwenda patupu. Unaona, waangalia sasa na wewe ukijiona wewe hupati mitihani na wajiona uko sawa, jijue shilingi 5 una maana. Lakini kama si shilingi 5, kwa nini mitume pata mitihani? Mimi na uzuri gani ambao unifanye mimi nisipate mtihani kwa lolote? Hata ukucha hauvundiki, hata kikombe nyumbani hakivundiki, hata paka hanitukii, hata yani mimi sipati balaa yoyote, sina mtihani yoyote, sijui kukasiri. Basi wewe hatari, kwa hatarini. Haiwezekani. Fa in kana dinuhu suluban, ikiwa mtume asema ikiwa dini yake ni strong, ishtadda balauhu, lazima mitihani izidi. Wa in kana fi dinihi riqa, ama dini yake na udhaifu, hana msimamo katika dini, huifanyia atakialo, huinenea atakalo, ala hasabi dini. Fama yabrahu albala'u bil'abdi hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi wa ma alayhi khati'a. Hadithi iliyokwenye Tirmidhi. Balaa hasimuati mja mpaka aondoke kwenye ardhi au atembee kwenye ardhi naye hana tena makosa. Na katika hadithi nyingine Mwenyezi Mungu asema, namuonja ule mja wangu yule ambaye mimi nampenda ili kumfutia dhambi. Ikiwa ile mitihani nilompa haikumaliza, basi humsubiri pale wakati wa sakaratul mauti, nikambana mpaka akatokwa na lile tui zito likamtoka. Lengo na madhumuni, nitaka akikutana na mimi tuwe suluhu bin suluhu. Lakini ukimwona mtu maisha yake enda vizuri, mkorofi kama yeye hakuna, we amewekewa zinganga kesho, nasallallahu salamata wal afia.
atakacho hupata, atakalo hunena, na haiwezekani, lakini tukadirie. Hatari, hatari. Angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam, mitihani alopata, alikuwa akiswali kwenye Al-Kaaba, akaja nani huyu? Uqba ibn Mu'ayt, profi sana huyo. Alikuja akamtia kama hii kwenye Mtume, akamtia nguo Mtume kwenye shingo, akamvuta kwa nyuma, msonga. Mtume uswali la mitihani, wewe alhamdulillah, mimi alhamdulillah, uswali licha kukutiwa nguo. Hata mtu kuja msikitini akasimama, shekhi shika adabu, sio utakuwa yeye siku hiyo wote wanafahamu tu swali na ni Mtume. Akaja akamtia nguo, ataka kumnyonga, mpaka Sayyidina Abubakar akaja akawaambia, ataktuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Hey jamanini, mambo gani haya? Mtu mwenyewe wa swali, nyinyi mtaka kumuua. Angalia mitihani alivyokuwa akiipata. Sasa mimi na wewe tunataka mambo yaende smooth, ila kuna tofauti ya kitu kimoja. Usiwe jeuri, usiwe fidhuli, kisha useme ni sunna ya Mwenyezi Mungu. Si sunna ya Mwenyezi Mungu, wewe ni ujeuri wako. Lakini wewe mashallah, humtukani mtu, humfidhuluki mtu, hukosani na mtu, watunga heshima za watu. Lakini Mwenyezi Mungu atakupa mitihani, wewe mwenyewe utaelewa. Na dalili ya mwenye mitihani halalamiki, najua lazima wanitukie, hawanipendi, kadhaa kadhaa. Mkweli hasemi, mkweli halalamiki, wala mkweli hataki kuitasua mbele za watu. Ana kusema lazima wanitukie. Hata mitume walitukiwa, wakinitukia mimi nani? Basi kama mitume walitukiwa, wewe nyamaa, wewe nani? Wewe mwenyewe sema okay, mimi nani? Sasa wewe nani mpaka useme wewe nani? Kama wewe si nani, nyamaza. Weelewa wewe tu sunna. Wangapi utakuta hakuna maelezo kusema mimi nilifanywa kadhaa, mimi nilifanywa kadhaa, mimi nilifanywa kadhaa. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa tawadhu yake asema, laqad udhiya akhi Musa bi akbara min hadha. Na Musa hakuudhiwa kama alivyoudhiwa Mtume. Hakuna mtume aliodhiwa zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini ataka kuonesha kwamba mimi sishtaki, wendani wangu wameudhiwa sana na zaidi na zaidi, lakini ukweli ni yeye ndo ameudhiwa zaidi na zaidi na zaidi, mpaka akaingia katika Shi'bi Abi Talib. Yote yale ni maudhiko, yote yale ni mateso, si kwa kutaka kwake, si kwa kupenda kwake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Khabbab bin al-Arat alimjia Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, we huoni haya mambo? Mtume alikuwa amejinyosha namna hii, ameweka kishali akajinyosha. Akamwambia, ya Rasulullah, katika kivuli cha Al-Kaaba, we huoni hawa Makureshi wana mambo wanatufanyia ya Rabbi? Ya Rasulullah, hebu inua mikono bwana, umshtakie Mwenyezi Mungu balaa hizi, wametukoma hapa. Sikiza Mtume alivyomwambia. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliinuka, fahmarra wajhahu, uso kapiga wekundu, akawaambia, laqad kana man qablakum, kulikuwa na watu kabla yenu nyinyi, la yumshata bi amshatin min alhadid, akitanwa na shanuo la chuma, akitiwa mwilini, shanuo la chuma akitiwa nalo mwilini, maduna adhamihi min lahamin, lilikipitishwa baina mfupa na nyama, likirarua mfupa na nyama, kwa ajili amemwamini Mwenyezi Mungu tu. Nyinyi mwafanywa nini? Mmesha kuja lalamika, muapizeni, waapizeni. Wenzenu wameadhibiwa sawa sawa, wenzenu wamepata mitihani sawa sawa, wenzenu wamepata katika hii dini wamesukwa kisawa sawa, na wakasubiri. Nyinyi mmefanywa nini?